tulioyaona wamefanya kwao, tuwaambie tu na sisi tuna kwetu, watakuja. Na sisi na kwetu ni hapa hapa, watakuja. Tena sio mbali, 2027 watakuja. Vijana wanasema sisi ni people, tutakutana tu. Hizi ni dokezo za kimichezo kutoka hapa Kimgongo TV. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza timu ya taifa ya Tanzania kwa kiwango kizuri walichokionyesha katika mashindano ya AFCON, akieleza kuwa licha ya timu kuaga mashindano ilionyesha ushindani mkubwa na haikutoka kwa aibu, hususan katika dakika za mwisho za michezo yao. Kufuatia hilo, waziri mkuu amewaelekeza wakuu wa mikoa kwa kushirikiana na Wizara ya Michezo kuandaa mapokezi maalum ya kuwapongeza wachezaji hao kwa kupeperusha vyema bendera ya Tanzania kimataifa. Mliona shughuli jana. Mmeona shughuli jana. Vijana wetu wamepeperusha vyema bendera ya taifa letu. Wametetea vyema wimbo wa taifa letu. Wametuwakilisha vyema. Na mimi naweza kukiri kusema kwamba hawakutoka mashindanoni, wametolewa mashindanoni. Mlivyoona na mimi nimeona hivyo hivyo. Na maoni yenu yanafanana na maoni yangu, hasa dakika za mwisho zile. Kwa hiyo sasa nitumie fursa hii kuwapongeza sana. Kwa niaba ya serikali, tunawapongeza wizara, tunawapongeza wenyeji wetu waliowapokea kule, tunawapongeza taasisi zetu, shirikisho la mpira wa miguu la Tanzania na la Zanzibar, tunapongeza wizara, tunapongeza mkuu wa msafara, tunapongeza benchi la ufundi, na tunawapongeza vijana wetu waliovuja jasho. Kwa yale tulioyaona wamefanya kwao, tuwaambie tu na sisi tuna kwetu, watakuja. Na sisi na kwetu ni hapa hapa, watakuja. Tena sio mbali, 2027 watakuja. Vijana wanasema sisi ni people, tutakutana tu, watakuja. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wote, timu itarudi kesho kutwa. Wizara pamoja na mkoa, na mkuu wa mkoa huko hapa, na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye asikilize. Andaeni utaratibu, vijana wetu wasifike kimya kimya, wapokelewe kishujaa. Katika hatua nyingine, waziri mkuu ametoa agizo kwa Wizara ya Michezo kwa kushirikiana na Shirikisho la Soka Tanzania TFF na Shirikisho la Soka Zanzibari ZFA kuangalia upya kanuni za mashindano ya soka nchini ili kutoa nafasi zaidi kwa wachezaji wazawa. Hatua hiyo inalenga kuimarisha ushindani na kujenga kikosi imara kuelekea mashindano ya AFCON 2027 ambayo Tanzania itakuwa miongoni mwa waandaaji. Akizungumza leo Januari 5 mwaka 2026 visiwani Unguja, Zanzibari, waziri mkuu amesema mashindano ya ndani kama kombe la shirikisho na ligi ya muungano yanapaswa kuendeshwa kwa kuzingatia ushirika mpana wa wachezaji wazawa. Ameeleza kuwa mpango huo utasaidia kuongeza uzoefu wa wachezaji wa ndani, kuimarisha vipaji vya vijana na kuweka msingi imara wa ushindani na timu za taifa za siku zijazo. Sasa wizara za michezo pamoja na mashirikisho yetu TFF na ZFA, fanyeni kazi ya kuandaa timu. Viongozi wetu wameandaa miundombinu,
twendeni tuandae timu. Ili watakapokuja tuwe tumejiandaa. Na moja ya maeneo ya kuandaa timu, angalieni kanuni zenu. Nilikuwa nawaza nikisema tufute leo matumizi ya wachezaji wote wa kigeni, nitatafuta ugomvi ambao hauishi. Tutaacha kujadili kuwasubiri wanaokuja mwaka kesho, tutaanza kujadili kuondoa wachezaji wa kigeni. Sasa nadhani tugawe mashindano. Angalieni kanuni zenu. Yale mashindano ya shirikisho, yale mashindano ya ligi kuu yatumie wachezaji wote, na yale ya mataifa ya nje ya champions, sijui mabingwa, klabu bingwa, sijui shirikisho, yatumie wachezaji wote na wa kigeni. Lakini haya yanayoandaliwa na mashirikisho, kwa mfano shirikisho la TFF, kifupi tu imezoeleka kuitwa FA. Angalieni kanuni hiyo, itumie wachezaji wazawa tu, ili kutengeneza wigo mpana wa wachezaji wetu wa kushiriki mashindano mengi. Ikiwezekana hata yaongezwe na urefu, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini. Tukianza sasa mpaka mwaka kesho, tutakuwa na kikosi kikubwa ambacho tunaweza tukakiona. Lakini sio hiyo tu, tukirefusha ligi ya muungano kwamba iandaliwe inapoanza ligi kuu, na yenyewe ligi ya muungano ianze, timu zote za Pemba na hapa Unguja na timu zote za bara, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, mtoano mpaka inapofika mwezi wa 4 kilele cha muungano, tutakuwa na hiyo itumie wachezaji wazawa tu. Naamini tutakuwa tumetengeneza mashindano ambayo yatawafua vijana wetu. Ukija ukaunganisha na wale wanaocheza nje ya nchi, tutakuwa na kikosi kipana ambacho kimeshiriki mashindano mengi. Sio hiyo tu, hata ligi za mikoa na zenyewe ziratibiwe. Sasa wizara zetu za michezo, kaeni, angalieni kanuni, kaeni na mashirikisho, angalieni, mkishaona inafaa mtuletee hayo mapendekezo, mimi na makamu wa pili wa rais, ili tupeleke kwa viongozi wetu wakuu. Yakishapata ridhaa, tuweze kutekeleza katika kuandaa vikosi vyetu vya kupeperusha bendera ya taifa, huku Tanzania akiwa mwenyeji. Watakuja hapa. Kwa hiyo kama jirani yako alikuwa anasikitika, mwambie tulia, watakuja hapa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.